Habari ndugu msikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano. Jinsi ya kupunguza tabia yako ya wivu uliopitiliza katika ndoa yako. Siku zote wivu ni kama ugonjwa, ni upendo ni hali yako ya kiafya. Akili ambayo haijakomaa na isiyojua nini maana ya mapenzi mara nyingi humkosea mwingine na kudhani kuwa upendo uko mkubwa zaidi. Ndivyo wivu unavyozidi kuongezeka. Katika ndoa usipojua kukontrol wivu wako kwa kudhani ni upendo, kuna wakati utamnyima uhuru umpendaye na utaonekana kuwa msumbufu na kikwazo kwake. Zifuatazo ni hatua zitakazokusaidia kupunguza tabia ya wivu ili usionekane kuwa kikwazo na msumbufu. Hatua ya kwanza, kiri na ukubali ukweli kwamba hisia zako za wivu huzipendi na zimekuwa kikwazo na tishio katika mahusiano yako. Hatua ya pili, orodhesha kwenye karatasi yako au notebook yako maeneo yako yanayoibua hisia zako za wivu kwa umpendaye. Hii itakusaidia kutambua vyanzo vinavyoibua hisia zako za wivu kwa umpendaye. Hatua ya tatu, andika suluhisho unaloweza kulifanyia kazi unalohisi linaweza kukufanya ujisikie salama na linatokana na orodha uliyoiandika katika hatua mbalimbali au hatua mbili au hatua namba 2. Hatua ya 4, tafakari kwa kina kwa kuchimba ndani ya moyo wako ili ugundue sababu kuu zinazoibua wivu wako unaonekana kupitiliza na kuwa tishio na kikwazo kwa umpendaye. Hatua ya 5, zungumza na umpendaye kuhusu hili swala lako la wivu. Umjulishe ni jinsi gani linakusumbua. Tumia orodha yako katika hatua namba 2 ili tamsaidia umpendaye kujua ni mambo gani huyapendi au hupendi ayafanye. Hatua ya 6, fanya mazoezi ya kimwili na kiakili kwa kusoma vitabu wa michezo inayotafakarisha au tega muda kutafakari ukiwa peke yako katika maeneo tulivu. Kufanya hivi kunafundisha akili yako kuwa makini na mawazo yako. Kwa njia hii unafanya kazi ya kuwa makini kwa kutomhukumu au kumkosoa umpendaye kupitia wivu wako. Hatua ya 7, tafuta mwanasaikolojia, mshauri wako au mtu umemwamini na atakayekuwa unamweleza mambo yako pasipo yeye kukuhukumu au kukosoa kwa kile unachokionesha na kukipitia katika ndoa yako. Kumbuka, wivu kidogo ni afya katika ndoa yako, kwani husaidia kujua kuna mtu anahofia kutupoteza. Basi kwa haya machache usisahau kusubscribe page yangu ili uweze kujifunza zaidi. Karibu tena.